Wakati mimi nateuliwa kuwa mkuu wa wilaya kwa mwaka 2015 mwezi wa 3 wa shughuli kubwa za wakuu wa wilaya ilikuwa ni Mwenge. Shughuli ya pili ilikuwa eza kuna machafuko au maafa yametokea, maporomoko mahala, ndio namuona mkuu wa wilaya. Shughuli ya tatu ilikuwa ni kwenye mambo ya kupokea wageni na kwenda kwenye sherehe za graduation, form 4, form 6. Amaliko pale mkuu wa wilaya anakwenda pale anavishwa na skafu. Ndio kazi kubwa. Nimetoa mchango mkubwa sana wa kutransform majukumu ya mkuu wa wilaya kwenye nchi. Na wakati huo nilikuwa nikifanya kazi na naonekana naingilia mamlaka nyingine. Pale Kinondoni nilianza na kusikiza migogoro ya ardhi. Nikaunda tume ya kuchunguza ubora wa barabara. Tukagundua barabara zinajengwa chini ya kiwango, hela inapigwa. Ndio kisa kikaja kuleta hii TARURA iliyozaliwa, ni moja ya kazi ninayoifanya Kinondoni. Kuna utamaduni ushazoelekaga namna ya kufanya kazi, kiasi kwamba ukionyesha tofauti unaanza kuwa attacked. Yaani zamani ilikuwa mkuu wa wilaya kusikiliza mgogoro wa ardhi eti anaingilia majukumu sio kwake. Na unakuta hata kwa nini afisa ardhi? Ukihoji juu ya barabara, yeye kwa nini engineer? Ukienda kusema mbona kisima hiki hakitoi maji, kwa nini yeye ni mtu wa maji? Yaani anaingilia tu majukumu. Na nilipigwa majungu kweli, lakini akasema mtanielewa tu. Mimi maneno huwa si sehemu ya kutoa kile ambacho ninaamini ni kitu sahihi. Leo hii tunaona kila mahali unasikiliza mkuu wa wilaya anatatua kero, unaona mkuu wa mkoa anatatua kero. Pale Dar es Salaam pale tumejenga sisi hospitali ya mama na mtoto kupitia fedha za ufadhili wa Korea. Niliomba nikapewa bilioni 8 na milioni 800. Hakuna hospitali bora ya mama na mtoto Tanzania nzima zaidi ya tuliyojenga Chanika. Yaani serikali tulitoa ardhi tu, lakini pale wameingia mpaka wataalamu, unaingia mle na nguo. Kwa sababu kuna apartment zaidi ya 28 na furniture, kila kitu jamaa wameweka. Kwa nini? Tulienda nje na kuona umuhimu wa kutengeneza. Kwa hiyo wakuu wa wilaya msisite kutafuta namna ya kuwahudumia wananchi. Hapa kwenye mkoa wetu wa Arusha tuna enjoy 1200. Kuna mahali unakuta kuna boma halijakamilika, lakini kuna taasisi zinapata fedha kutoka nje, zipo. Tutafute namna kukaa nao meza moja. Wewe fikiria, nimekuja hapa Arusha hakuna kituo cha kuhifadhi damu salama. Mtu akipata ajali hapa Arusha, damu inayoweza kuchangiwa hapa inabidi iende Kilimanjaro, alafu wakafanyie utafiti, waipime, waridhike, ndio ije tumike. Na ujanja wetu wote tunaona. Sasa kaja watu hapa nikawaambia tufanye jambo, nikamwambia jambo gani? Tulikuwa tunawaza hivi, nikamwambia kwa nini msijenge kituo cha damu salama hapa? Tukawapeleka pale RMO wetu, engineer wetu ameenda pale Mount Meru, ameenda kuona. Na juzi nimeona watu wa Rotary Club wanajenga yenye gharama ya milioni 600. Hiyo sio hela ya serikali. Ni wadau tena wakiongozwa na wanasheria wa mkoa wapi? Wa Arusha kila Moses. Kwa tukiwashirikisha wananchi wanaweza kufanya jambo la kwao na wakafeel proud kuwa party ya serikali. Kwa kuwa wilaya msisite. Hizi taasisi NGO kwa mambo ambayo unaona kwamba hawa wanaweza kashiriki na sisi. Na namna bora zaidi sio kuambia nipe hela nikafanya. Hapa Mount Meru tumewapa eneo. Tukawapa na michoro kwa standard ya Wizara ya nini? Ya Afya. Manake jengo hilo likikamilika na hizo facility, hatutakuwa tunapeleka damu yetu tena Kilimanjaro ili ije tumike katika mkoa wetu. Kwa hiyo niwaombe msisite kufanya mambo ambayo watu watakuoja, mbona hili jambo hakuna mkoa ila anafanya vyema? Wewe unamwakilisha rais pale. Wizara zote ziko kwako. Ndio maana kwako kuna afisa elimu, maana yake Wizara ya Elimu ipo. Kuna DMO, maana yake watu wa afya wapo. Kuna nani, wote wale walioko pale wanawakilisha mamlaka ya mkuu wa nchi. Hakikisheni mnashirikiana nao na mnashirikisha wananchi